Kwa maana pikipiki, bajaji, magari ya biashara na magari mengine ya kawaida yana katika viwango vya ubora na tujiridhishe sisi kama jeshi la polisi kwamba viwango hivyo sasa vina sifa, vinastahili kukaa barabarani. Zoezi hili ni la muda gani? Tarehe ya mwisho ya ukaguzi wa vyombo hivi ni tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kwa sasa hivi tunakimbizana na zoezi hilo, tuna kama siku 3-4 mbele mpaka kuja kumaliza ukaguzi. Ndio kama mnapojisi ambavyo mnaona watu wengi wamejitokeza kwa maana ya kuja kukagua vyombo vyao. Nini kitafuata baada ya zoezi hili kukamilika, kwa maana hiyo tarehe 31? Kwa wale ambao hawatakuja kuyakagua magari yao baada ya tarehe 31, tutaanza kushughulika nao kwa maana kuchukua hatua stahiki, whether fine ya papo kwa papo, lakini pia na kulazimisha kwa nguvu kwenda kukagua magari hayo, kwa sababu hili ni takwa la kisheria. Ni kukagua magari mara moja kwa mwaka. Magari ya kawaida ni takwa la kisheria, na sisi kama jeshi la polisi, kikosi cha usalama barabarani, tuko kwa ajili ya kusimamia sheria za usalama barabarani. Taratibu za ukaguzi zikoje? Ukaguzi wa mwaka huu ni wa kidijitali, kwa maana mtu anaingia kwenye tovuti ya jeshi la polisi ambayo inaitwa MIMIS, alafu inakuja jedwali ambalo anajaza taarifa zake zote, taarifa binafsi za kwake yeye, lakini jedwali linalofuata taarifa za gari lake, aina ya gari, namba ya gari, muundo wake na kadhalika na kadhalika. Lakini pia mfumo huo unamuongoza kwa magari hiyo unataka ukakagulie wapi, kituo gani na lini na mkoa gani. Atajaza mwenye sema anataka akakagulia hiyo gari. Lakini mfumo huo pia utamwambia okay, katika hilo gari lako kuna kaguzi aina mbili. Kuna ukaguzi wa lazima ambao ni mandatory inspection, lakini kuna ukaguzi wa wiki ya usalama barabarani. Huo unajaza pale kwenye ukaguzi wa wiki ya usalama barabarani. Ukishajaza itakutengeneza control number, utalipia. Ukishalipia itakuletea message kimfumo kwa magari yako sasa iko tayari kwa kukaguliwa. Mnadhibiti vipi sasa ile hali ya kusema kwamba watu wakapewa clearance wakati magari yao hayajakaguliwa vya kutosha? Lakini sasa hapa kuna vitu vile ambavyo napenda niviweke sawa. Watu wengi wanafikiri kwamba ukishalipia basi umekagua gari. Kulipia ada ya ukaguzi ni jambo jingine, lakini na kukagua ni jambo jingine. Kwa baada ya kupata message kutokana na taarifa ambazo zijaza, kama unataka ikague lini na kituo gani, sisi tutakuwa na kwenye database yetu kwamba kuna magari ya tarehe fulani yanakuja kukaguliwa, magari ya tarehe fulani yanakuja kukaguliwa. Kwa hiyo likishakaguliwa gari kupitia kwa wataalamu wetu ambao ni wakaguzi wa magari, na akajiridhisha na kuthibitisha kwamba gari sasa ina viwango vya kuweza kutumia barabara au kutembea barabarani, au chombo hiki cha moto kina sifa na viwango bora vya kuweza kutumika barabarani, watai-approve. Message itakuja tena kwako kwa njia ya mfumo ule ule kwamba sasa gari yako imeshakaguliwa, unaweza kuanza kuitumia bila tatizo lolote. Na kwa wale ambao magari yao yatabainika kuwa na changamoto, inakuwaje? Katika kaguzi hizi kuna magari yanabainika kuwa na changamoto. Endapo wakaguzi wote watakagua na wakabaini kwamba gari lina changamoto ya moja kati ya mifumo. Unajua gari linaundwa na mifumo. Kwa mifumo hiyo ambayo katika macho ya kawaida mtu anayeendesha gari anaweza asijue, wataalamu wetu wakajua. Kwa hiyo tunamshauri, tunatoa ushauri wa kiufundi kwamba gari lina mfumo bora, jenti zake haziko sawa sawa, ama mfumo fulani kwa sawa sawa, nenda kafanye kabadilishe. Akienda kubadilisha atakuja tena kuikagua, inaitwa re-inspection. Mtu anaweza akachajiwa baada ya zoezi la kwanza kuonekana gari yake na mapungufu, kwenda kufanya masahisho na kurudi, akija kuikagua sio kwa patanza moja, taarifa zake zile zile na ada ya ukaguzi ni ile ile. Tutamkagulia chombo chake, na tukijiridhisha kwamba chombo kiko kina ubora ambao na viwango ambavyo inastahili, basi tuna approve kwamba chombo sasa kiko tayari kutumika katika matumizi barabarani. Una wito gani sasa kwa madereva na wamiliki wa vyombo vya moto, kwa maana ya umiliki wa magari, bajaji na pikipiki? Wito wangu kwa wamiliki wa vyombo hivi vya moto, ninachowaambia, hiari inashinda utumwa. Hiari inashinda utumwa. Limetolewa agizo la serikali, basi na tulitekeleze, kwamba muda bado upo wa kutosha. Wakaguzi wa magari wapo wakati wote, na kuna wale ambao labda inakuwa ni shida kwa kuingia kwenye mfumo. Iko timu sisi ya kuwaelekeza namna kuingia kwenye mfumo ili kurahisisha